pamoja serebuka na la tano naonaweza. Iangalieni kwa makini video, sio kiki wala trendi za uchi mtandaoni. Haya ni maisha ya kweli kwenye vioo vya simu na TV zenu nyumbani. Ni mwalimu mwenye dhamana ya watoto wetu kwenye shule anayofundisha. Hatujui ni mara ngapi alijifungia ndani na kulia kwa kwikwi nzito ya kutengwa. Hatuelewi ni sauti za kebehi kiasi gani zilifikia sikio lake kwa dhihaka. Aliambiwa hatofika popote kwa sababu kinachomfanya atembee hakipo tena. Tukio ambalo lilinikumba baada ya kupata changamoto ya kukatwa mguu. Kuna baadhi ya watu walicheka wakawa wanafurahi kabisa kwenye simu. Yaani nilipata message ya kusema kwamba huyu tena sio chochote, sio lolote tena huyu. Yaani hapa ndo kwisha habari yake. Unajua ile kwamba yani ni psychologically nilijisikia vibaya, lakini nikasema Mwenyezi Mungu anipe subira. Hao ambao wale wanasema hivyo, ipo siku ataniona mimi na faida kwao. Sababu kuna mtu alikuja akasema mbele ya mke wangu, alisema kwamba huyu hawezi tena kufanya kazi yoyote. Kwa hiyo unaweza ukamtafutia tu kagenge akauza. Yani ni mtu ambaye alijaribu kuongea kauli ambayo ilinikatisha tamaa, lakini ni kauli ambayo mpaka leo naiishi sana, kwamba yani hajui kwamba walemavu ni watu kama alivyo yeye. Inasikitisha, lakini kwa sababu aliyetuumba hatokei Kasulu sio Shabani, mwalimu ameendelea kuwa mfano wa kuigwa. Kwake kukata tamaa ilikuwa ni wimbo uliokosa kiitikio kinachoridhisha. Ukimkuta mbele ya wanafunzi wake, ni wewe ndio utajiuliza umeifanyia nini jamii yako. Wala saba na wanaweza na la sita na wanaweza Konobo wabaka chini serebuka wekwa pamoja serebuka na la tano na wanaweza. Ukimwona akifundisha, utamsifu Mungu na ugawaji wake wa baraka ambazo hazijawahi kuisha. Angekuwa sio mwenye matumaini ya kutosha na kesho yake, labda angeshaacha kufundisha na kuishia kuombaomba ili adhalilike. Amechagua kwa kioo kwa kila anayemtazama kwa jicho la kujifunza. Video ya mwalimu huyu ikalijibu swali lako, we mwalimu mzembe. Ni kipi kisingizio chako? Wanasema ni kheri ukutane na mwanajeshi mwenye kila silaha, lakini sio adui asiye na shabaha, lakini anaipenda kazi yake. Nyuma ya simulizi hii, mwalimu huyu anamtaja mke wake kama shujaa wake wa maisha. Ni yeye aliyekuwepo wakati dunia nzima inazungumza lugha mbaya kwa mumewe. Nilikuwa na moyo ambao yani mpaka sasa hivi najiuliza nilikuwa na nini ndani yangu, sipati jibu. Ila nilikuwa naongea tu na Mungu wangu, kama Mungu ndio umepanga awe hivi, basi mimi binafsi napokea. Kuna hiyo siku tulienda kwenye hiyo shule ambayo alikuwa anafundisha private. Tuliona mazingira nyumbani magumu mno, nikamwambia basi twende tukajaribu kule ofisini kwenu, wenda watatupatia chochote kitu. Ila tulipofika pale, naweza kujikuta kuna kauli kuna mtu alitoa katika viongozi wake, akasema yani wewe tena hapo ndo basi, kazi ya walimu wewe achana nayo. Alichagua furaha ya mumewe akaipigania kwenye dunia ya kiza. Tunaposhauriwa tuoe mwanamke anayetaka kuwa mke na sio anayetamani kuwa na mume, kupitia hili naweza kuelewa. Kile alikuwa anampatia kiuhalisia, kumtia matumaini, kwa sababu hali alikuwa amepitia, angekuwa mtu mwingine huenda angekuwa kashaondoka, kashamkimbia. Ni upendo, kumhurumia pia, na ile hofu ya Mungu iliyokuwa ndani yangu, kwa sababu nilikuwa najiuliza hivi, nikisema nimkimbie mimi mwenyewe kesho yangu naijua? Sijui. Kwa hiyo nilikuwa najitathmini hivyo, naona hata acha nipambane mpaka mwisho utakavyokuwa. Mangu Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba unisaidie kijana wako niweze kupata usafiri kwa ajili ya mizunguko yangu ambayo naifanya ya kuwatembelea watoto mashuleni. Nimekuwa nikipata changamoto sana, lakini pia usafiri huo unisaidie katika
kuwatembelea wale watoto ambao wana mahitaji maalum na kuwapatia misaada ambayo nakuwa naikusanya. Kwa hiyo nakuwa napata changamoto sana katika kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine, hususan katika mizunguko yangu hii. Hata napokwenda shuleni bado imekuwa ni changamoto kwa sababu sina usafiri. Lakini pili, Mheshimiwa Rais, naomba ikikupendeza unisaidie niweze kupata mguu ambao naweza nikautembelea. Mara ya kwanza nilipata mguu, lakini mguu huu umekuwa teknolojia yake iko chini sana kulingana na jiografia ya huku, kwa hiyo umekuwa ukinisumbua sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi nahitaji mguu ambao teknolojia yake iko juu, naweza nikautumia kwa mazingira ya huku Kigoma, lakini pia mguu huo kwangu mimi naweza ikawa ghali sana kuupata kwa sababu ya gharama yake. Kwa hiyo nalileta kwako Mheshimiwa Rais, naomba unisaidie kijana wako niweze kupata mguu ambao utanisaidia katika hata ufundishaji wangu, lakini pia swala la usafiri Mheshimiwa, naomba pia unisaidie. Hii video imfikie mwalimu anayedhani hasira ndio ufundishaji. Mwambieni walimu ni wito na hakuna kisingizio kwenye kusambaza maarifa. Binadamu anaishi mara mbili, akichagua kuacha kumbukumbu kwenye mioyo ya wengine. Madamu President, bila shaka umesikia kilio cha kijana wako Mwalimu Yusufu kutoka Kasulu. Mzaramo hapa.